Zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu za kuomba ridhaa ya kugombea nafasi za uongozi katika nafasi za ubunge na udiwani limeendelea katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, ambapo katika wilaya ya Sengerema mtiania ya ubunge katika jimbo la Buchosa Bwana Eric Gagala amechukua fomu Julai mosi 2025 na kuirejesha katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo alipokelewa na mkurugenzi wa uchaguzi katika wilaya hiyo ambaye pia ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Sengerema Comrade Rashid Semindu, ambapo baada ya kumkabidhi fomu hiyo alimpa maelekezo ya namna gani ya ujazaji wa fomu pamoja na urejeshaji wa fomu hiyo. Hii fomu lazima ujaze kwa kufuata utaratibu ufuatao. Inasema jinsi ya kujaza fomu ya maombi. Fomu yetu hii cha kwanza utajaza kwa kutumia kalamu ya blue. Na uandikaji wako unavyojaza kwa herufi kubwa fomu zima. Lakini imeenda imesema hivi, tumia karatasi inayojitegemea pale unapoona maelezo yako kwenye hii fomu yamejaa. Kwa hiyo unao uwezo kuchukua karatasi nyingine inayojitegemea ukaongezea kuandika wasifu wako. Andika jina lako juu ya kila karatasi ya ziada. Yaani ile karatasi itakujitegemea utaandika jina lako juu. Kila karatasi. Lengo ni nini? Inawezekana ikatoka nini, lakini wakajua hii karatasi ni ya fulani ikaokotwa. Si ndio? Andika jina lako juu ya kila karatasi ya ziada, onyesha namba ya ukurasa, sehemu na kipengele kinachohusika. Unapokuwa labda karatasi yako hii ya ziada umeandika Rashid Semindu kwamba wasifu wangu labda hapa nini, vile vitu ambavyo unatakiwa uviongezee, unatakiwa useme hii inalifaa fomu hii inaojaza kwenye namba ngapi? Namba 2. Kwa namba 2 wakija au 3 4 wanajua kwenye namba 2 aliulizwa kitu cha kuongeza. Mfano ukichukua hii fomu mfano kamili hapa, uzoefu katika uongozi, unakuta kwenye uzoefu katika uongozi wewe una uzoefu mkubwa lakini nafasi zilizowekwa ni chache, si ndio? Sasa ile karatasi ya ziada unayozidi kuijazilizia unaiandika jina lako, lakini unaandika hii ni uzoefu katika uongozi, ipo peji namba ngapi? Namba 3. Kwa hiyo mtu akifunua anakuja na relate na wapi? Na hapa. Nadhani umenipata. Lakini kwa ufupi zaidi usahihi wa fomu, kuepuka makosa tafadhali usipake rangi. Yaani maana kama umekosea, hapa ofisi yangu fomu zipo nyingi za kutosha. Njoo uchukue nyingine mpya ujaze. Hairuhusiwi kuichafua fomu ama kuchukua kuweka manini tunaita yale ma collection tape yale sawa mafundi yale kujazilizia. Hii haifanyaje? Hairuhusiwi. Fomu imechafuka, ni bora huje nikupe fomu mpya ukajaze kwa usahihi ili kuepuka nani kuwapa mtihani pale kwenye kikao kwenda kujadili. Ukamilishaji wa maombi, hakikisha maombi yamekamilika, yametiwa saini zote zinazohitajika. Kuna sehemu lazima utatia saini kuthibitisha kwamba wewe unakubaliana na maelezo ya nini ya hii fomu. Lakini lingine kwenye hii fomu baada ya kujaza, mwisho kuna uthibitisho wa katibu wa CCM wa tawi, kata, wadi, jimbo, wilaya, mkoa. Yaani hapa katibu ndo anathibitisha kwamba wewe, anathibitishaje? Ninathibitisha kwamba muombaji ninamfahamu vyema na kwamba maelezo yote aliyotoa hapo juu ni ya kweli na sahihi. Kwa huyu katibu wa tawi, katibu wa kata, ama mie katibu wa wilaya au katibu wetu wa mkoa, yeye anathibitisha hapa. Sasa mimi nikuombe, inapendeza zaidi kwa wewe, mimi ninavyotamani uende kwa katibu wako wa tawi. Kule ndiko ulikotokea. Kwanza unampa heshima katibu wa tawi. Kwamba katibu, naomba unithibitishie fomu yangu. Kwa nini? Kule ndiko wanachama wako ulikoingilia. Kweli. Si ndio? Kwamba kuna register book yako ambayo umesajiliwa pale. Kwa hiyo akishathibitisha hapa katia saini yake akapiga muhuri, inakuwa iko vizuri. Sawa. Mwisho na kwa ufupi, hii fomu umeambiwa angalizo. Taarifa ya wanachama wa UWT, UVCCM na wazazi zijazwe na waombaji hasa wa nafasi za viti maalum. Wewe ugombee viti maalum. Umeomba nini? Jimbo. Ndio. Kwa hiyo ndio uliangalia. Lakini ameenda tena muombaji anaruhusiwa kuambatanisha maelezo ya ziada na nakala zingine kama nafasi haitoshi. Lakini vile vile kwenye fomu yako lazima uweke CV na cheti chako cha kuzaliwa ama NIDA yako ama kitambulisho cha kupigia nini? Kura. Hivyo niseme tu nimemaliza maelezo haya na imani kwa haya niliyokueleza umeelewa fomu hii inatakiwa ijazwe katika utaratibu upi. Nimeelewa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama Tawala. Sisi ziko 3 lakini. Hizi fomu 3. Katika fomu hizi 3 unajaza zote zikiwa zimefanana. Kwa nini unajaza hizi 3? Moja, tukishafanya kikao itabaki wilayani. Fomu ya pili tukishafanya kikao itabaki
mkoani, na fomu ya 3 inaenda taifa. Hapa natia picha. Na swala lingine picha yako utaweka ukiwa umevaa shati la Chama cha Mapinduzi. Sawa. Hapa kuna sehemu ya kuweka nini? Picha. Umevaa shati lako la Chama cha Mapinduzi. Mimi nadhani umenielewa. Uliza swali? Nimeelewa. Umeelewa? Sasa nikukabidhi fomu yako. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu chama tawala. Sasa nakukabidhi fomu hii. Ndugu yangu, nakukabidhi fomu hii na kutakia kila laheri. Sawa. Hii ni nafasi ambayo umewaza, umefikiria kuja kuigombea. Kwa maana kuchukua fomu ili uweze kuwa mmoja wapo wa wagombea. Lakini bado hujathibitishwa kwamba wewe ni mgombea. Maana yake umechukua fomu, kinachofuata ni vikao kuangalia katika nafasi moja tunarudisha majina matatu kwa mujibu wa kanuni ya uchaguzi ya mwaka huu. Kwa hiyo majina tarudi matatu. Kwa hiyo kurudi majina matatu kwa uwezo wa Mungu, kama umejaliwa umerudi, basi niseme tu nikutakie kila laheri. Nashukuru sana. Cha msingi ni kwenda kufuata utaratibu. Hatujaruhusu kampeni, hatujaruhusu chochote. Ni mwiko kufanya vitu ambavyo havijakuwa tayari vimethibitishwa vifanyike. Kwa hiyo nenda kajaze kwa utulivu. Mimi niseme tu kama mkurugenzi wa uchaguzi, kila laheri, Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana. Mtiania wa ubunge katika jimbo la Buchosa Bwana Eric Gagala, baada ya kuirejesha fomu hiyo, alizungumza na wanahabari akielezea matarajio yake na mchakato mzima wa uchukuaji na urejeshaji fomu ulivyokuwa. Kwa majina naitwa Eric John Gagala, nilikuwa nimekuja kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa na chama changu cha Mapinduzi kuwakilisha katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu Oktoba 2025 katika nafasi ya ubunge jimbo la Buchosa. Mchakato umeenda vizuri tangu tunakuja mpaka tunamaliza. Tumepata ushirikiano kutoka kwa katibu na kwa jamii nzima ya wana CCM secretariat ya wilaya. Kwa hiyo mchakato umeenda vizuri sana. Hamna sehemu tumekwama, hamna changamoto, na nimechukua na kufanikiwa kurudisha siku hii ya leo. Kwa sasa tunasubiria mchakato na process za ndani ya chama ili kuhitimisha mchakato mzima wa uchaguzi. Kikubwa ambacho nakisubiri ni majina matatu kurudi, kwa sababu taratibu umebadilika kidogo. Kwa mujibu wa sheria ya kanuni mpya ya uchaguzi wa 2025 ni kwamba ndani ya chama majina matatu yatarudi. Ni tofauti na ilivyokuwa mwanzo kwamba majina yote yalikuwa yanapelekwa kwa wapiga kura, lakini sasa hivi ni majina matatu ndio yatarudi, ndio wajumbe watapigia kura hayo majina matatu. Kwa hiyo nasubiria kwa hamu kubwa sana jina langu lirudi. Na wengine warudi, lakini la kwangu liwemo kwa wale majina matatu. Tunaye rais ambaye ni mchapakazi, anapiga kazi, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na ukiona ilani jinsi ilivyoeleza imeenda specifically kwenye mahitaji ya kila eneo, haijaenda general, yani iko specific, inataja changamoto, inataja na jinsi ya kuitatua na time frame yake. Kwa hiyo itakuwa ni kazi yenye chachu na motisha kubwa sana kulingana na mfumo mzima wa serikali uliopo. Rai yangu kwa wana CCM wote na Watanzania kwa ujumla, wajitokeze kushiriki kwenye uchaguzi. Wasiashumu kwamba kuna mtu anaweza akafanya kwa niaba yao. Kwa hiyo wafanye. Kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na Chama cha Mapinduzi CCM, zoezi la uchukuaji wa fomu lilianza rasmi tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2025 na linatarajiwa kukamilika tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2025, ambapo watiania wanatakiwa kurejesha fomu zao ifikapo saa 10 kamili za jioni katika ofisi ambazo wamechukulia fomu hizo, ambazo kimsingi ni ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya katika kila mkoa nchini Tanzania. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.